nirudieni mimi asema Bwana. Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya injili ya siku. Leo Jumatano, juma la 4, kipindi cha Kwaresima mwaka A wa kanisa. Masomo ya leo, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha nabii Isaya sura ya 49 aya ya 8 hadi aya ya 15, na injili takatifu kama ilivyoandikwa na mwinjili Yohane sura ya 5 aya ya 17 hadi ya 30. Karibu tusikilize injili. Somo la injili ilivyoandikwa na Yohane. Yesu aliwajibu Wayahudi, Baba yangu anatenda kazi hata sasa, nami ninatenda kazi. Basi kwa sababu hiyo Wayahudi walizidi kutaka kumuua, kwa kuwa hakuivunja sabato tu, bali pamoja na hayo alimwita Mungu baba yake, akijifanya sawa na Mungu. Basi Yesu akajibu akawaambia, Amin, amin nawaambia, mwana hawezi kutenda neno mwenyewe, ila lile ambalo amwona Baba analitenda. Kwa maana yote ayatendayo yeye ndiyo ayatendayo mwana vile vile. Kwa kuwa Baba ampenda mwana, naye humwonyesha yote ayatendayo mwenyewe. Hata na kazi kubwa zaidi kuliko hizi atamwonyesha, ili ninyi mpate kustaajabu. Maana kama Baba awafufuavyo wafu na kuwahuisha, vivyo hivyo na mwana awahuisha wale awatakao. Tena Baba hamhukumu mtu yeyote, bali amempa mwana hukumu yote, ili watu wote wamheshimu mwana kama vile wanavyomheshimu Baba. Asiye mheshimu mwana hamheshimu Baba aliyempeleka. Amin, amin nawaambia, yeye alisikiaye neno langu na kumwamini yeye aliyenipeleka yuna uzima wa milele, wala haingii hukumuni, bali amepita kutoka mautini kuingia uzimani. Amin, amin nawaambia, saa inakuja na sasa ipo, wafu watakapoisikia sauti ya mwana wa Mungu, na wale waisikiao watakuwa hai. Maana kama vile Baba alivyo na uzima nafsini mwake, vivyo hivyo alimpa na mwana kuwa na uzima nafsini mwake, naye akampa amri ya kufanya hukumu, kwa sababu ni mwana wa Adamu. Msistaajabie maneno hayo, kwa maana saa yaja ambayo watu wote waliomo makaburini wataisikia sauti yake, nao watatoka, wale waliofanya mema kwa ufufuo wa uzima, na wale waliotenda mabaya kwa ufufuo wa hukumu. Mimi siwezi kufanya neno mwenyewe, kama nisikiavyo ndivyo ni hukumuvyo, na hukumu yangu ni ya haki, kwa sababu siyatafuti mapenzi yangu mimi, bali mapenzi yake aliyenipeleka. Neno la Bwana. Sifa kwako Kristo. Wapendwa katika Kristo, injili ya leo inatupa ujumbe mahususi wa kuzidi kufanya na kutenda mapenzi ya Mungu. Mandhari ya injili ya leo ni muhimu, kwani inatusaidia kuelewa vyema ujumbe wa injili ya leo. Injili ya leo inaanza na majibu ya Yesu kwa Wayahudi anaposema katika ile aya ya 17, Baba yangu anafanya kazi daima, nami pia anafanya kazi. Hii imetokea baada ya simulizi tulilosikia katika injili kuanzia ile sura ya 5, Yesu anapomponya mtu aliyekuwa na upooza. Alikuwa na ugonjwa huu kwa muda wa miaka 38. Hivyo Yesu anamponya karibu na bwawa la maji. Sura ya 5 aya ya 8, Yesu anamwambia huyu aliyemponya, inuka, chukua mkeka wako utembee. Muujiza huu wa uponyaji unavutia sana, lakini Wayahudi wakamwendea kwa kasi yule aliyeponywa kumwambia kuwa leo ni Sabato, si halali kubeba mkeka wako. Kufanya hivyo ni kuvunja sheria ya Sabato. Kwamba katika kitabu cha Kutoka ile sura ya 20 aya ya 8, Mungu alimwamuru Musa kwamba waikumbuke siku ya Sabato na kuitakatifuza. Ni Mafarisayo walioelefusha na kukazia tafsiri
hii ya sheria juu ya Sabato. Hivyo waliamini kazi nyingi haziwezi kufanyika siku ya Sabato. Hata tu ya huyo mgonjwa aliyeponywa na Yesu kubeba mkeka wake haikuruhusiwa. Yesu alimponya huyu mgonjwa aliyepooza na kumwambia ainuke na kuchukua mkeka wake na kutembea. Wayahudi waliamini wazi kwamba Yesu amevunja sheria ya Musa kwa namna mbili. Kwanza, kazi ya kuponya siku ya Sabato ni kosa. Pili, Yesu alipomwamuru mgonjwa aliyemponya kuinuka kubeba mkeka wake ni kupuuzia sheria inayokataza kufanya kazi siku ya Sabato. Hivyo ni kama alimhimiza aliyemponya kuipuuza Sabato. Kwetu sisi leo hii, tukivaa uhusika wa aliyepokea uponyaji, tutaona kwamba Yesu yuko sawa, ni halali kabisa. Maamuzi aliyotupatia ni ya haki. Lakini kwa Wayahudi ni kinyume. Hivyo kwa sababu hiyo Wayahudi walitafuta njia ya kumuua Yesu. Hivyo la kuzingatia katika injili ya leo ni namna Yesu alivyojibu ukinzani huo kutoka kwa Wayahudi. Katika maisha yetu, pale tunapobezwa na kupingwa, tunaweza kujilinda au tunaweza kuwa wapole, upole unaopelekea woga na kushindwa kuendelea mbele. Kwani pale tutakapojua kwamba tunapingwa vikali na kuna watu wanayawinda maisha yetu kwa namna ya kutoa uhai wetu wa hapa duniani, lakini Yesu hajilindi kwa namna yeyote dhidi ya Wayahudi. Anachokifanya ni kuthibitisha utawala wa Mungu kwa kufanya kazi ya matendo ya huruma siku ya Sabato, akitangaza kuwa yeye ndiye Bwana wa Sabato, anaposema Baba yangu anafanya kazi daima, nami pia nafanya kazi. Hivyo anaunganisha kazi yake ya kuponya na kazi ya Baba yake inayoendelea, ambapo ni kazi ya Mungu mwenyewe aliye chanzo cha hii sheria ya Sabato. Kama kazi yake ya uponyaji imetoka kwa Mungu aliyetupatia amri hizo 10, hivyo Yesu kuponya siku ya Sabato sio kutengua au kwenda kinyume na sheria, bali kuitimiliza. Hivyo mwana hawezi kufanya kazi yake yeye mwenyewe, bali hufanya kazi za yeye aliyemtuma. Anaweza tu kufanya kile anachomwona Baba akikifanya, maana kile anachofanya Baba mwana hukifanya vile vile. Hii tumesoma katika ile aya ya 19. Yesu anatangaza umoja wake na Baba, kudhihirisha muungano kamili wa uwamo pamoja na Baba, na kile wanachokifanya ni mamoja, kwa kurejelea jinsi mama kanisa anavyotufundisha juu ya utatu mtakatifu, Mungu mmoja, nafsi tatu, Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Kwa hiyo lengo la Yesu halikuwa kujilinda dhidi ya Mayahudi au hawa Mafarisayo waliompinga na kumtafuta wamkamate na kumuua. Lengo lake lilikuwa ni kuisema, kuitangaza na kuidhihirisha iliyo kweli. Hata kama iliwakwaza Wayahudi, hakuogopa hukumu yao, hakuteteleka na vitisho vya Wayahudi, na hakuruhusu kukubali kuacha kile alichokisimamia kwa sababu tu ya kuandamwa na Wayahudi. Lakini aliongea kwao iliyo kweli na wazi katika hali ya upendo. Leo tutafakari ni kwa namna gani tunapokea mapingamizi, uzushi, kusema vibaya na watu. Tunaruhusu woga ututawale kwa kukosa amani? Tunapatwa na hasira au kujaribu kujitetea ili kujilinda? Woga na hasira huja kwa namna nyingi maishani mwetu. Je, huweza kupelekea kuvuruga mahusiano yetu na wapendwa wetu au majirani zetu? Tuombe kwa Mungu leo aondoe woga mioyoni mwetu na kutufidishia ujasiri wa kuisimamia iliyo kweli. Kama Bwana wetu Yesu Kristo, ni lazima tunene na kutenda kadiri ya mapenzi ya Mungu katika muunganiko na kujumuika pamoja naye katika sala, ibada mbalimbali, hususan ibada kwa Ekaristi Takatifu na kushiriki maadhimisho ya Ekaristi Takatifu katika misa. Kwa hiyo huko ni hatutateteleka na wale wanaotusema yasiyo ya kweli juu yetu, kwani daima Kristo ni tumaini letu. Na kushukuru kwa kutafakari pamoja nami injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateli Patrick Mswazi Dominic wa shirika la wamisionari wa damu takatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspar de Bufalo Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo. Milele amina. Pigeni tarumbeta katika Sayuni, kusanyeni wazee, kusanyeni watoto. Nirudieni mimi asema